Salamu insani mabwana visiwani, nina jambo kwa yakini. Cha kwanza nataka damu ya kwenye kopa la ng'ombe. Jambo lenyewe ni nini? Sikiliza kwa makini. Tizama vizuri sura zao wakiwa wanaweka dawa kwenye kinywaji chake. Uiacheni, fitina imekubuka. Bwana Ahlaki, sasa hivi ndo tunafika. Ndio. Sasa hivi naenda kufahamisha kwenye ofisi. Naweza kushuka. Na kuachia hizo funguo, ndio. Taosha gari langu hadi kwenye buti, ndio. Na ile gari chafu. Baadaye nitatoka. Sawa boss. Hii ndo ya kwenye mradi wetu wa maji, ndio. Ipeleke ofisini, ndio. Ukishatoka ndio uje kumalizia kazi yangu. Sawa boss. Sawa. Vipi kuhusu mpango wetu wa maji? Kuhusu mpango wetu wa maji nilimwagiza yule bwana, ila naona muda mrefu hapo itakuwa ndo pipe imefikishwa sasa hivi na maelekezo mengine yanaendelea. Na muda sio mrefu mafundi watakuwa kwenye site pale kushughulikia ile swala la uchimbaji wa kisima. Lakini fedha hazitoshi. Fedha hazitoshi. Ndio. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Habari zenu? Nzuri. Salama. Tunaendelea vizuri. Huyu mnaona mbele yenu ni mfanyakazi mpya. Kwa jina anaitwa Bwana Ahlaki Msangu. Hawa ndio vijana wangu. Huyu anaitwa Bwana Kipamila, Suleiman Kipamila. Ahlaki Msangu. Huyu ndo karani wangu Bwana Sadiki Mbegu, na huyu anaitwa Bwana Husni Mziwanda. Napenda mtu ushirikiano katika kazi zake. Bwana Sadiki, utamuonyesha sehemu atakapokaa. Sawa bosi. Bwana Ahlaki, karibu sana. Asante sana. Karibu sana. Karibu sana, hii itakuwa nafasi yako. Sawa. Karibu. Bwana Karani. Njoo. Kwenye yule mradi wetu, tulikuwa tunakosa milioni 50. Sasa ishapatikana. Kwa hiyo nitawapa hizo milioni 50. Mradi utaendelea kama kawaida. Sawa boss, hamna shida. Asante. Oya. Ile swala la pesa kuisha kabisa. Sasa hivi hela zipo kwenye site. Na kuanzia leo jioni tunamaliza na engineer yetu ameshafika. Samba. Ndio huko. Sasa kaka, amemuitia nini wakati alishampa maelekezo secretary? Unajua bwana kipi kinyemi. Lazima tufanye kitu. Kitu gani? Ndio tumuondoe. Sina taratibu asije kasikia. Kaka. Niambie bwana msafiri. Mzigo ushafika bandarini. Nakuja hapo sasa hivi. Sawa. Ngoja nikazungumze kidogo na boss. Sana tunaendelea.
Ingia. Natoka kidogo naenda bandarini, kuna mzigo naupata. Nikirudi tutaongea vizuri. Bora unatoka. Sawa. Bwana nimekuta bosi ndo anatoka. Kwa hiyo sijafanikisha kuongea naye chochote. Sasa yeye inakuaje? Tusubiri tuone kama akirudi mambo yatakuwa sawa. Basi. Kwa hiyo kaka, inabidi tufanye jambo kwa ajili ya wewe kijana. Basi poa, tutafanya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam. Assalamu alaikum wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi. Habari za kazi? Salamu. Sasa kaka, unajua kabla ya kuingia kazini. Sasa hivi saa 4 ndo ameingia kazini. Unategemea nini katika kazi yetu? Unaona kama unapitia matatizo katika ofisi. Ndio hivyo. Matatizo lazima yaonekane kwenye ofisi. Lazima yaonekane. Ndio wimbo ushafika lakini Itabidi tumshawishi bosi. basi sawa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habari za kazi? Salama kabisa. Karibu sana bosi. Kazi njema. Sawa. Bosi wako yupo? Mbona hivyo bwana Msafiri? Nimeuliza bosi wako yupo? Tulia kwanza, salimia, tuulizane bosi yupo, uelekezwe kama yupo, uende uka. Sitaki kuelewa bosi wako yupo? Ndio yupo. Vipi bwana Msafiri? Sina haja salamu yako. Shida nini? Shida unajua. Shida gani? Shida na kutumia bidhaa kila siku. Leo imefika siku ya mwezi umekata. Aya. Nipe muda kidogo. Muda wa nini? Mimi biashara zangu zinarudi nyuma. Za watu zinasonga mbele. Nipe muda kidogo bwana Msafiri. Muda wa nini? Nataka pesa yangu nilizwe bwana. Nipe pesa yangu. Bila hivyo sitakufanya na wewe. Sikia bwana Msafiri. Niache Bwana Msafiri. Niache bwana. Bosi kishano kasi tukachukua kifungua kinyi. Haya basi tusaidie kupitia mhudumu na sisi hapa chochote kile. Basi poa. Sawa. Mama, ningependelea huduma hapo. Kwani kwenye hoteli yako una nini na nini? Kitu gani? Vitu gani ulionavyo sasa hivi? Ni vitu vya kawaida vile mnavyopendeleaga kama juisi na vinginevyo, mandazi, pizza, burger. Kama kawa mimi naungwa na. Sawa sawa. Karibuni sana bosi. Menyu iko tayari. Asante sana. Nakuaminiaga. Bwana Likoma. Huwa sikuamishi. Kwa niko full package. Kila kitu kiko tayari. Asante. Asante sana. Sawa.
Sababu ana ndugu yangu. Kuhusu bwana hawa kama vile kuna kitu anakuwa anazungumzia. Sasa bwana Kipamila yule na mwenzake Mziwanda. Maneno yale wanayozungumza inaonekana kuna jambo fulani wanaliandaa kwa ajili yao. Ni kweli kabisa bwana Sadiki unachokiongea, na nimekiona kwa hao vijana ambao tuko nao hapa kushirikiana nao katika kazi. Ni kweli, lakini mimi nimekuja kufanya kazi, wala sijaja kuzozana na mtu. Wao wakiamua kama kufanya mipango dhidi yao, Allah anaona. Mimi niko pamoja na Allah na Allah sio pamoja nao. Ili jambo litafika mbali sana, tunatakiwa kulimaliza. Maana kama bwana kwa nilivyoona subiri, tutamwita bosi zote wafanyakazi wa ndani, tutakuwa kwenye kikao, tunatakiwa tuzungumze Kiislamu, sio Islamu bwana. Mambo yetu Kiislamu yaishe Kiislamu, yaishe kidini, kisheria. Sheria ziko katika dini yetu. Zimejaa tele kuzungumzia mambo wanayofanya. Husda ndugu yangu, tutafika fitna, tutafika. Na maendeleo yatakuja. Nimesikia juzi hapa anamwambia boss kwamba bwana akhlaqi kaja na mikosi. Tule ndugu yangu, tule ndugu yangu. Hamuna huyu wanywe kinywaji, tumia kinywaji bwana. Oya, umejuaje kwamba ndo tunafika? Umejua kutani muda sana. Mimi najua muda wenu ule. Karibu boss. Asante. Furahini huduma hapo, huduma nzuri kabisa. Kama nilivyozoea. Karibu sana. Asante sana. Kwa kuna kitu kingine utanijulisha. Hamna shida. Niko karibu. Sawa sawa. Ana kaka, ngoja tupate chochote kitu hapa. Si unajua? Kaka. Kuhusu swala ile kijana. Kuhusu kumtoa pale ofisini. Swala jambo jepesi sana. Na mtaalamu wangu mzee Mganga Ndunguru, yeye ni mtaalamu sana, fundi sana kwenye mambo ya haya kawaida. Huyu ni swala tu dogo tu la kumaliza. Kwa sababu nataka nikuaminishe kuwa mimi kuna siku nilikuwa na kesi. Ndio. Baada ya muda kidogo nikaenda kwa mzee Ndunguru, yule mganga akanisaidia. Mida akanipigia simu akaniambia yule ambaye naenda naye kwenye kesi amefariki. Sasa kama yule kijana ni suluhisho tu dogo, yule mtu mdogo sana kwa mzee kwa Mganga Ndunguru. Usiwe na shida. Tutaenda kwa mzee Ndunguru tumpange atufanyie maajabu. Kwa hiyo swala tulifanye kama lini? Hata leo jioni. Sio na shida. Yupo muda wote yule. Yupo muda wote yule. Kazi anafanya kweli. Ni mtaalamu sana kwa sababu kama amesaidia hiyo kazi, huyo mtu mdogo sana ofisini ana maajabu. Sio na shida. Basi hiyo limeisha. Tutamteteza. Kuja. Karibuni vijana. Najua shida zenu. Najua shida zenu. Vua viatu. Vua viatu. Vua viatu kijana haraka. Geuka kinyume nyume. Geuka kinyume nyume. Kinyume nyume. Kinyume nyume. Continue, action. Chega tu maembe. Chega tu.
Tega tu maembe, tega tu maembe, tega tu maembe. Sawa. Tulia vijana. Mmefika. Geukeni mkae chini. Karibuni vijana. Sikuwa niwape maji. Kuna kijana amekuja katika ofisi yenu na kuharibia kazi yenu, akiaminiwa sana na boss kuliko nyinyi. Ndio kama mnafanya kazi zamani. Mmefika. Hapa mmefika. Mmefika hapa. Msiwaze. Karibu. Na dawa za kuwapa. Ila nina masharti, sitaki malipo. Karibu vijana. Hapa mmefika. Mizimu ishaniambia zenu kama mjafika. Msiwaze vijana. Na masharti vijana. Na masharti. Ndio mganga Nduguru. Na masharti. Naweza kumfukuza ndugu yenu kumkachia kabisa kazi. Ila na masharti. Na vitu vitano utahitaji. Na vitu vitano. Utahitaji. Kitu cha kwanza nataka damu ya kwenye kwapa la ng'ombe. Sharti la pili. Nikishapa dawa yangu, nitakiwa ukamtafuta umlishe mbwa aliyeachwa ndani ya wiki 3 zilizopita. Mbwa aliyeachwa ndani ya wiki 3 zilizopita. Pia kuku wa kijana asidonoe. Kuku wa kijana asifanyaje? Unilete shingo ya kunguni, shingo ya kunguni wa blue, unilete shingo ya kunguni wa blue, unilete shingo ya nini? Sharti ya mwisho, nitafutie sisimizi kilema. Mfata masharti zote? Fata masharti zote? Msikie ukata sharti moja. Msikie wa sharti. Sajana kitu kidogo cha fedha. Sajana kitu cha fedha. Chukua kijana. Inuka muda. Haraka mpotee haraka. Ile kazi inabidi tuifanye sasa hivi, maana hamna mtu. Angalia mazingira hapo ya kazi. Haraka. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Nilikuwa mtu wa pili pale. Kuna kitu nilikuwa nachukua. Niko nimebaki kidogo sana. Dakika chache. Boss. Karibu. Habari za kazi boss? Nzuri. Safi. Kuna tatizo? Ndio, matatizo hapo sio tatizo, matatizo. Matatizo gani? Kama juzi nilikukuta una kazi nyingi, sikupata muda kuongea na wewe. Matatizo yapo boss. Matatizo gani? Kabla sijaanza na matatizo, niongelee kuhusu huyu kijana mpya uliotuletea katika kampuni yetu. Boss, huyu kijana ana mambo mengi sana ambayo nashindwa kuelewa. Mambo gani? Kwanza, kijana huyu anaingia kazini muda anaotaka. Hilo ni tatizo lake la kwanza. Anaingia kazini muda anaotaka. Cha pili, ikifikia mida saa 7, saa 10, anatoka mtu bila kumwambia yoyote na tujui lengo kula kutoka ni nini. Yaani ananifanya nakosa amani katika kampuni. Cha tatu, huyu bwana ni mshirikina. Huyu bwana? Ndio, huyu kijana uliomleta ni mshirikina boss. Naweza nikakupa ushahidi. Nipatie. Boss, hii ni dawa moja wapo tuliyoikuta katika mafaili yake. Huyu bwana Akhlaq. Boss, naongea na maanisha. Kijana huyu ni mshirikina. Na ndio anasababisha hata hasara kutokea kwenye kampuni yetu. Ukifikiria juzi kuna bosi mwingine umekuja umevurugana naye kisa kampuni. Bwana Msafiri. Naam, biashara. Yote ni sababu ya huyu kijana uliomleta mpya boss.
Kwa mimi nilikuwa nashauri na nakuomba sana muondoe katika hii kampuni. Atatuletea mengi sana. Kifikiria mwanzo tukua hivyo bosi. Unaweza kwenda ndalishughulikia. Bosi, fanya kweli. Asante sana bosi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Habari ndugu yangu. Mbona umechelewa leo? Nilikuwa nafanya ibada. Habari za huko? Nzuri sana. Ibada iko salama? Naendelea vizuri. Safi sana. Vipi hapa umeshindaje? Alhamdulillah. Leo kinywaji hicho usaidie ndugu yangu. Kwanza achana na maji bwana, chukua kitabu hichi. Kuna vitu nataka uvichambue huko. Ukurasa wa 30 na nataka kuchambua vizuri. Sawa. Alafu tulikuwa tunamsubiri bwana, kuna taarifa imekuja huko kwenye tovuti ya kampuni kwamba kuna kikao kitafanyika huko muda so mrefu, na sasa tunasema saa 8:30 kuna kikao kitakuwepo hapa na bosi atakuwa mwendesha kikao. Kwa hiyo taarifa imefikisha. Taarifa imefika. Kuna mtu tunatarajiwa tu muda. Sawa. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Lengo la kuwaita kwenye kikao ni kutaka kuambia kuwa kuna matatizo yanajitokeza kwenye hii kampuni. Jambo ambalo halijawahi kujitokeza kwenye hii kampuni. Na nimepokea malalamishi kwa kuna mambo yanaendelea, mambo ambayo sio mazuri. Mambo hayo yanamhusu Bwana Ahlak. Boss. Bwana Ahlak kuna vitu anavifanya. Boss. Vitu hivyo sio vizuri. Bwana Ahlaki, nimepata malalamishi kuwa wewe unajiamulia muda wote kutoka kazini. Mara nyingi unaonekana unatoka mida ya saa 7, saa 10 kila siku. Uombe hata ruhusa, unawachia wenzako kazi. Kubwa zaidi unajihusisha kwenye ushirikina. Jambo ambalo halijawahi kujitokeza kwenye hii kampuni. Baada ya hayo nitawaruhusu mchangie juu ya jambo hili. Unanataka kuchangia? Kweli kabisa boss, mambo unayosema anayafanya kweli Ahlak. Sijaona maendeleo tangu ameingia katika hii kampuni. Bwana Kipamile, unataka kuongea? Mimi ninalo moja ambalo linazidi kunitatiza. Hiyo mida anaotoka mchana, mfano saa 7, saa 10, anavotoka, sijajua lengo kuna dhumuni anayoenda kufanya huko boss. Inanipa sana utata. Action. Boss, kama nilivyokuwa nishakwambia tokea awali kuhusu mambo yanayojitokeza na ushahidi wa dawa nilikupatia tulioikuta katika drawer yake. Sasa mimi naomba mbele yake na mbele yetu wafanyakazi wote uifanyie kazi. Masadiki. Asante sana Bwana Karabus Karatunga kwa kunipa hii nafasi. Kuna jambo nilitaka nilizungumze muda mrefu na wewe boss. Lakini kwa haya yanayozungumzwa hapa kama natonesha kidonda. Kuna swala la ushirikina limezungumziwa hapa. Swala la Bwana Ahlaki la kutoka saa 7, saa 8, saa 10. Kweli swala limezungumziwa hapa. Lakini tangu kijana huyu aje hapa kazini hakuwahi kutoka saa 8, saa 10, isipokuwa alitoka muda wenyewe tuliopanga kutoka makazi. Na kingine kuhusu jambo la ushirikina, mimi mwenyewe nilikuja hapa, ilikuwa ni juzi. Hili swala sio la ukweli mkuu. Mimi mshahidi wangu hapa juzi nimekuja mkuu. Nimefika hapa na mkuta una mwenzie kuna dawa alikuja nayo akaitoa mfukoni. Wakataka watilie katika kinywaji chake Bwana Ahlak. Lengo na makusudi ili waweze kumpoteza. Naomba mkuu angalie vizuri picha zao, sura zao au mabwana wawili. Bwana Mziwanda na Kipamila wakiwa wanaweka dawa kwenye kinywaji chake. Ni kweli? Hapana, ushahidi huo. Yaani mambo unaambia ndio hivyo unavyofanya? Hapana boss, ushahidi sio wa kweli. Hiyo picha imetengenezwa boss. Sio sisi hapa. Kweli kabisa boss. Karani wangu hajawahi kusema uongo.
Kweli kabisa imetengenezwa. Kimya. Karana ndio kusema uongo. Mna bosi. Nimesema kimya. Nichukue nafasi kumpa bwana Akhlaq azungumze kitu chochote. Ni kweli kabisa wanayoyasema bwana Karani hapa ya kwamba nimekutana na changamoto nyingi ambayo nimekumbana nayo tangu na siku ya kwanza nafika hapa. Ni kweli bwana Suleiman Pamila pamoja na Hussein Mziwanda wamenifanyia vitu vingi na nilikuwa nataka nije kuja kusema, lakini nilikuwa nakosa muda. Kwa upande wangu mwenyewe bosi, wewe mwenyewe unajua kwamba mimi ni mchapakazi mzuri kabisa, na umeona mahiri wangu katika kampuni leo toka Amon Dragon Company Limited ambayo nimeinua kwa kiasi kubwa, ndio maana kaamua nilete hapa. Ila tangu nije hapa ushirikiano kwa ni dhaifu. Kwa hiyo mheshimiwa mkuu, nilikuwa naomba niendelee kwa hili. Bwana Sadiki, unataka kuzungumza chochote? Unajua bwana Karatunga, nataka kampuni yetu ili iendelee, tunatakiwa kuwa makini. Ni kwamba tunatakiwa tufuate misingi na sheria za dini yetu ya Kiislamu. Kwa mfano, hapo bwana wawili wamejiingiza katika shirki. Hii shirki ni miongoni mwa madhambi yaliyokuwa makubwa. Anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kwamba man ata arafa, mwenye kumwendea mpiga ramli kama walivyofanya hao mabwana wawili, fasaddaqa fasalahu an shay, akamwendea mpiga ramli akamuuliza kuhusu jambo lolote, fasaddaqahu, kisha akayaamini yale aliyoambiwa na huyo mpiga ramli, fala tuqbal salatun, swala zake haziwi zenye kukubaliwa 40 yauman, siku 40 swala zake hazikubaliwi. Nyie mmekwenda kwa mganga mkamwamini aliyowaambia, kawapeni dawa, mmekuja kuroga. Hadithi nyingine inayotilia uzito ni kwamba anasema laysa minna, siye katika sisi, man tatayyara, yule mwenye kuamini nuksi, au tuyyira lahu, au akanuksiwa au akaaminishwa nuksi kupitia watu wengine, watu wakamwaminishia nuksi. Kwa mfano, nyie mmekuja mmwambia bosi kwamba huyu bwana ni nuksi katika kampuni yetu, na bosi wetu akaamini. Yaani ile bosi kuamini, na yeye anaingia katika wale ambao sio katika sisi, au suhira au sahira, au akafanya uchawi. Yule yeyote anayefanya uchawi sio katika umma wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au suhira lahu, au akasaidiwa kufanya uchawi, au sahara, au akafanya uchawi, au suhira lahu, au akafanyia uchawi. Wewe ukamsaidia mtu kufanya uchawi fulani, na wewe sio katika watu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Au takahana, au ukafanya ukuhani kama yule mganga mliomwendea, ule uganga wake anaofanya sio katika watu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Au tukuhina lahu, au wewe uliokwenda kwa yule mganga ukafanya ule uchawi, wewe haumo katika umma wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anasema man ata arrafan au kahina faqad kafara bima unzila ala Muhammad, yeyote yule ambaye atamwendea mganga, atamwendea mpiga ramli au kuhani, atakuwa amekufuru yale yote yaliyoteremshwa kwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kingine, ni mabwana mnaendekeza husda. Husda ni mbaya mno. Mfano, kule mmemwona ya mwenzenu husda kaitwa na bosi, mkataka muue, nataka afukuzwe katika kampuni. Je, akifukuzwa nyinyi mtakuwa salama kwa Mungu? Anasema wala tahasadu, msifanyane husda. Anasema alhasad husda taakulul hasanat, inatafuna mema yote mnayofanya, kama taakulun nar alhatab, kama moto unavyokuwa ukitafuna ukuni au al-ushba au nyasi, ya zile nyasi zinavyotafunwa na moto zikawa majivu, mema yenu yote ndivyo yanaisha. Hiyo ni husda. Achani husda, tutaporomoka. Cha mwisho kabisa, bosi, Mtume anasema mazala ummati ala alkhair, umma wangu haujaacha kukaa katika khair, mala yatahasa, kwa kule kutokusudiana, kwamba umma wangu ukiendelea kuhusudiana khair zake ataziondosha. Ndio hivyo bosi, unaona kampuni yetu inadorora kutokana na husda ya mabwana. Hivyo basi, ningelipenda
Kutokana na elimu hii tujitahidi kuwe makini na husda. Fitna tunazozifanya tuziache, ili Allah atuwekee kheri, atuwekee baraka katika kampuni yetu, na biidhnillah mafanikio tutayapata. Naomba kuwasilisha bosi. Kama bwana Sadiki alivyotuambia, ili kampuni yetu iendelee, hatuna budi kushirikiana kuondoa husda zilizopo kati yetu, kuacha kuoneana husda. Hatuna budi kushirikiana kuondoa husda zilizopo kati yetu, na ili tupate maendeleo inabidi tupendane. Na pia ninachokuomba bwana Akhlaq, naomba wasamehe wenzako, uondoe kinyongo ili kampuni yetu ipate kuendelea. Na mwisho naomba tupeane mikono sote na tusameane. Mshirika tutaingia motoni, fitina tukishika tutaikwamisha dini, kushindwa kufahamika. Jamani, fitina mbaya yapaswa tuiacheni.